Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuitafuta amani ya ndoa au uhusiano. Mambo kwenda sawa baada ya kuomba sana kwa Mungu. Kuhitaji mtu mwelevu uweze kushirikiana naye. Majukumu kuwa mengi utakayopambana nayo. Kuongea na mtu suala la pesa na ukahisi umemvuruga. Kupewa nafasi kubwa ya utendaji wa kitu. Mgogoro kuisha. Nyota ya Mshale. Kuhisi kuna uwepo wa mtu mahali. Kusinzia katika kazi. Kukumbukia masomo uliowahi kupitia. Mtu kujeruhi moyo wako kwa kitu kitakachotokea. Kumulikwa na jua la asubuhi lenye rangi ya chungwa. Itakujulisha kupata baraka na bahati ipo karibu yako. Utakuwa mgumu wa kufanya maamuzi ya haraka. Nyota ya Punda. Kutotaka mtu akuzoee. Kufanya maamuzi ya haraka kwako si shida. Mtu kukusemesha ukiwa mwenye makasiriko yako. Utamjibu kwa ishara au hasira. Mtu kushindwa kujiamini kama unampenda kweli. Kupangia mambo mengi kwa pesa ulionayo. Nyota ya Ng'ombe. Kujaribu kumficha mtu kitu ikiwa anajua ukweli. Mtu atakavyojiamini atakupa shaka. Kuuzoea uwepo wa mtu na kumtaja mara kwa mara. Kutoa taarifa kwa ufupi zitakazoeleweka. Utashirikiana na mtu asiyekuwa na tamaa. Kutotaka kudhaniwa vibaya na kujitahidi kuwa muwazi. Utatoa mchango, sadaka au kitu kwa mtu. Itakayobadilisha ugumu kuwa wepesi kwako. Kuona mjusi au kiumbe mwenye mkia mrefu. Akiwa amekugeuzia mgongo. Itakujulisha shari mbaya iliyodhamiriwa kwako itapotea au kukushindwa. Utajiepusha na maneno mabaya katika mkusanyiko wa watu. Kuongea na watu ila utajua dhamira zao moyoni. Kumfungukia mtu kitu alichokifanya kuwa unakijua. Baadhi ya watu kukuonea wivu kwa nafasi uliopo. Ikiwa wewe unatamani kuwa zaidi ya hapo ulipo. Angalizo. Jitahidi kuwa msiri kwenye mambo yako muhimu. Itakusaidia kufanya jambo kwa usahihi bila pingamizi mbaya. Ushauri wa mtu unayemwamini utakupa mwelekeo mzuri. Unalolifikiria kulifanya hujachelewa. Ikiwa ni lenye heri kubwa kwako, fanyia utekelezaji wa haraka. Huweza kupambanua jambo kwa haraka. Kukiri kosa. Nyota ya Mashuke. Kuiona alama mwilini mwako ambayo hutojua imesababishwa na nini. Changamoto au shida ya mtu itakupa mawazo. Kumwambia mtu kitu ulichosita kumwambia. Hautohitaji kuyakumbuka mapito yaliyokupa maumivu. Utaogofya kuwa na dhana mbaya kwa watu. Kwa maana unahisi wengi wao waliokuwa karibu yako si wema kwako. Kushukuru kitu ulichozawadiwa. Mtu kuhitaji kitu kutoka kwako. Maneno yako yatampa mtu maumivu mithili ya upanga upitao moyoni. Utakuwa na hamu ya kwenda sehemu. Kutuliwa na kiumbe. Kipepeo, ndege au kiumbe chochote. Katika sehemu yoyote ya mwili wako. Ikiwa ni kipepeo itakujulisha utapitia kipindi cha furaha na amani moyoni mwako. Kama ni ndege utapata nafasi nzuri ya uongozi. Ikiwa ni mdudu wa kawaida, kuna kesi au maneno mabaya kukuzunguka kwako, au kupata maradhi. Kuliona sana treni au mlio mkubwa wa kitu. Itakujulisha uwe makini na hatari zinazokuandama. Ukinge mwili wako na shari zinazokuandama. Nyota ya Mbuzi. Kupata kitu kwa wepesi. Hata pesa kuingia kibahati au usizozitarajia. Kusali sana. Kupunguza matumizi mengi au makubwa uliokuwa ukiyafanya. Utakuwa makini kwa utumiaji wa pesa. Kupata safari. Mwenza wako kukuambia jambo utakalolisikiliza kwa makini sana. Moyo kuwa wenye furaha. Kujihisi kupona. Marafiki au watu bora kuongezeka au kuwapata. Nyota ya Mapacha. Kila kitu kufanya kwa malengo. Utazingatia ndoto zako. Kuyakataa maumivu yanayojirudi moyoni. Kushindanishwa na mtu kwa kitu.
Kufika sehemu yenye utulivu utakao kushangaza kwa kuwa si kawaida. Kuhisi una nguvu inayofuatana na wewe kila uendako. Kuhisi hali ya kuzubaa au muda kusimama. Hali hiyo itakupa mwongozo mwingine imara wa kukabiliana na jambo. Kujiepusha na uhatarishi. Kuimarisha imani yako na kufuata mwongozo uliokuwa sahihi. Nyota ya Mizani. Kujua sifa anazotoa mtu ni za uongo. Kuwaona paka wengi sehemu. Unajulishwa kuna jambo utalipambania. Pia kuwa makini na wanaokuzunguka. Kuutegua mtego mbaya wa mtu. Kujinasua zaidi kwenye ubaya. Ugumu wa pesa kukwamisha jambo lako. Utajipa utulivu wa maamuzi. Kuongea jambo ambalo mtu hakutakiwa kulisikia. Nyota ya Ndoo. Kuwa na matamanio ya kitu. Kuvutiwa na mtu uliyemuona kwa muda mfupi. Kumjibu mtu kikawaida sana, ila majibu yatakayomuumiza. Baadhi yenu kuhamia sehemu mpya. Kuishiwa nguvu za miguu. Kuhitaji mtu afanye bidii kwenye kazi au masomo yake. Nyota ya Nge. Kufanya kitu kitakachokuwa na matokeo ya hasara. Kudhulumiwa. Usiri wa kitu utafanya uugulie maumivu peke yako. Mtu unayeshirikiana naye atakuwa mwenye utata au kukubadilikia. Mtu atahitaji kuonesha upendo wake kwako. Nyota ya Samaki. Kupata ufumbuzi wa kitu. Utapania kufanya jambo kubwa litakalowashangaza watu. Kuhisi unahitaji ushirikiano kwa jambo. Kuondosha upweke moyoni mwako. Hutohitaji kuwa chini ya mtu. Utaonyesha jitihada kwa kitu. Kupata taarifa za uchonganishi. Kujua hasira za mtu zinatokana na nini. Nyota ya Kaa. Kuzidi kufumbuliwa fumbo na kuzijua tabia halisi za watu waliokuzunguka. Kuona mazungumzo ya muda mrefu nyakati za usiku. Kuona nyota kubwa au yenye kung'aa, au kimondo kipitacho kwa kasi. Ni ishara ya ujio wa heri na kuoneshewa kuwa unakingwa na kila shari iliyopo karibu yako. Ukifurahia ulichonacho na kukipa thamani. Hautohitaji kuwa tegemezi kwa mtu. Hivyo utatamani kujisimamia mwenyewe. Utafanya uwekezaji mdogo utakaokuletea faida nzuri. Utaujua uelewa wa mtu kwa maneno yake. Kumuona sungura au mnyama mweupe. Itakubashiria heri na wingi wa pesa. Utafanya mpango tofauti na ulioupanga. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi. Kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii. +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.